Kijana aliyelelewa na mama aliyeishi katika kijiji duni, ambaye alijishughulisha na kilimo cha bustani na mboga. Mama alivuna na kuuza mboga na pesa kidogo aliyoipata aliitumia kumlipia mwanaye na kumsaidia ili aweze kufanikisha malengo yake. Furaha aliyoipata kwa mara ya kwanza na kwenda kumshirikisha mama, ambapo alikuwa hajagundua siri nzito iliyo ndani ya moyo wake, ni furaha ya kuhitimu elimu ya msingi na kufanikiwa kujiunga na elimu ya sekondari. Basi mama kama kawaida akaendelea kupambana kulima mboga na kuuza bidhaa ndogo sokoni, akilenga kijana wake siku moja aweze kuhitimu na kufikia malengo yake. Kama wasemavyo Waswahili, siku hazigandi. Kijana akahitimu pia elimu ya juu, lakini awamu hii akawa na wasiwasi kwa furaha ya mama yake. Akaamua kubadilisha matokeo. Japo alikuwa ameshinda, lakini awamu hii alikwenda mbele za mama yake akiwa na huzuni. Akainama na kuvuta pumzi kwa hofu, kisha akasema, "Mama, samahani, awamu hii sijafanikiwa kushinda. Nimefeli mama." Mama yake akawa na wasiwasi. Mbona mwanangu ana akili sana? Ni kitu gani kilichomfanya ashindwe awamu hii? Basi mama akakubali, japo kishingo upande, lakini akiwa na wazo moja moyoni mwake. Basi usiku mmoja, kijana akiwa ametulia nyumbani, amejilaza baada ya kula ugali na mboga, akasikia sauti akiitwa na mama yake, akiambiwa, "Keti hapo mwanangu." Haikuwa kawaida kwa mama yake kumuita kama hivyo, na siku zote alivyomuita basi kulikuwa na kitu nyeti cha kuongea naye. Kijana akakaa kwa wasiwasi, akamsikiliza mama. Mama akamuuliza, "Una wasiwasi na mimi juu ya maisha yako, si ndio?" Kijana akauliza kwa wasiwasi, "Kwa nini mama?" Mama akaendelea kusema, "Ulikuja ukaniambia kwamba umefeli." Kijana akajibu, "Ndiyo mama." Basi macho ya kijana yakajawa na wasiwasi na mdomo wake ukawa ni wa kutetemeka. Akabaki kumwangalia mama kwa wasiwasi, huku machozi yakimlenga. Mama akamkumbatia mwanaye, akamwambia, "Mwanangu, usingenidanganya umeshinda alafu unasema umeshindwa. Nimeumia sana. Je, unahisi siwezi kukusomesha au unahisi wewe ni mzigo kwangu?" Kijana akazidi kutokwa machozi akimjibu mamaye akisema, "Nisamee mama, na kuonea huruma unavyohangaika kila siku kwa ajili yangu nisome. Japo nimeshinda, lakini naona ni bora nibaki nyumbani." Mama akasema, "Basi nimekuelewa. Tumekwisha chelewa wewe kuendelea na masomo yako ya juu, lakini nimekupatia nafasi nyingine ya kusoma katika chuo cha ufundi wa magari. Hivyo utaanza wiki ijayo. Jiandae, andaa mazingira yako ya kwenda chuoni, na tayari nimekwisha kulipa karo." Kijana kwa hofu akakubali, japo kishingo pande. Basi kesho yake jioni, akiwa anatoka katika mazoezi ya mpira na vijana wenzake, alikutana na gari moja ambayo katika kijiji chao ilikuwa ni gari ya fahari. Ikapunguza mwendo na kufungua kioo cheusi ambacho hakikuonyesha mtu alikuwa ndani, isipokuwa baada ya kufunguliwa akatoa uso kijana mmoja aliyeonekana mtanashati. Akamuita kijana kwa sauti ya chini. Basi kijana akasogelea ile gari kwa hofu kidogo, akaambiwa, "Hongera kijana, naona unaweza wiki ijayo kwenda chuo." Yule kijana akamuuliza yule kaka tajiri, "Kwani umejuaje?" Yule kijana akasema, "Ninakufahamu wewe, japo najua wewe haunifahamu." Basi yule kijana akasema, "Chukua kadi yangu hii, kuna mawasiliano yangu. Ikiwa utakwama sehemu yoyote, nitafute na mimi nitakusaidia." Yule kijana akabaki na mshangao wakati gari ikitimua kivumbi na kuondoka. Akawa na mawazo kichwani, "Ni nani huyu? Je, ananifahamu kama nani?" Basi wiki iliyofuata masomo yakaanza. Basi mama akawa na wasiwasi, akawa akiona mwanaye mara ana vitu vipya vya shule. Mama akaamua avunje ukimya awamu hii. Akamuita tena mwanaye kwa sauti ya chini, akamuuliza, "Mwanangu, siku hizi unashughulika na nini? Na kuona ukiwa na vitu vipya vya shule na wakati hauna biashara yoyote." Basi hapo kijana leo hii akaamua kuvunja ukimya mbele za mamaye. "Mama, leo naomba nikuulize, lakini samahani kama nitakufanya usikitike." Mama naye
akajibu kwa uhakika, ninajua wataka kujua kwa habari ya baba yako. Basi kijana akachuchumaa kwa mshtuko, akamuuliza, mama, umejuaje? Akasema, nayaona macho yako, nimekuzaa mimi kwaona kuelewa vizuri. Basi kijana akasema, ndiyo mama, nataka nifahamu habari ya baba yangu, lakini ikiwa inakuuma basi usiniambie, tuishie hapo. Basi mama akasema, hapana, umri huu ni umri ambao ya kupasa kufahamu. Baba yako alifariki dunia ukiwa mdogo sana. Alifariki akiwa katika shughuli zake, akienda huko mkoa jirani kutafuta kazi. Basi akafuta chozi jembamba lilokuwa likimtoka. Kijana akamsogelea mama na kumkumbatia na kumwambia, mbona hukuniambia wakati wote? Lakini hata hivyo inatosha mama, nimeshafahamu, usiwaze, na kupenda wewe na naridhika na kufurahia maisha haya. Lakini akasema, kuna mtu mmoja ambaye yeye alinipa kadi yake, na yeye ndiye hunisaidia kila siku napokuwa na shida. Nikimpigia simu moja tu hujibu na kutuma pesa nayomuomba. Nilikuwa na mawazo mengi nikijiuliza, huyu ni nani anayenifahamu na kunisaidia? Basi baada ya maongezi hayo yaliyokuwa na uchungu na huzuni wakati huo, kijana baadaye alifanikiwa na kuhitimu chuo. Basi akawa fundi mzuri ambaye alikubalika kijijini, na akafungua duka lake kubwa la vifaa vya magari. Akaweka walinzi ambao walikuwa wakilinda duka lake, maana kijijini pale lilikuwa ndio duka la kwanza ambalo lilijihusisha na magari. Lakini pia yeye ndio alikuwa kwanza kufungua ofisi ya kutengeneza magari, ambayo magari ya vijiji jirani yalikuja na kuponywa pale. Basi usiku mmoja akiwa ofisini kwake alisikia harufu mbaya. Ilikuwa ni kama harufu ya kitu fulani hivi ambayo haikumfurahisha kamwe. Basi akatoka nje na kuuliza, hii ni harufu ya nini? Mbona ni harufu mbaya sana? Walinzi wakamjibu, ni kichaa mmoja ambaye huja hapa na kukaa nje ya ofisi. Basi akasema kwa hasira, mfukuzeni, mtoeni. Kwa nini mnakaribisha vichaa na kubugudhi wateja? Basi walinzi walifanya kama walivyoelekezwa, lakini kesho yake pia vile vile yule kichaa akarudi. Awamu hii akarudi kwa hasira, nimewaambia muwe mnamfukuza huyu kichaa, hivi hamnielewi si ndio? Wale walinzi wakasema, bosi, tunakuwa tukimfukuza mara kwa mara, lakini hurudi tena. Basi yule kijana kwa hasira akasema, ina maana katika mafunzo yenu huko kambini hamkuwahi kufundishwa namna ya kuwafanya hawa vichaa waitikie amri? Basi yule askari akajibu, ni sawa, lakini hatujui afya yake, waweza kumpiga akafia hapa. Kwa hiyo watu kama hawa ni kuwaacha tu. Basi yule kijana akajibu, ngoja niwaonyeshe namna ya kuwatrendi watu kama hawa. Basi yule kijana akachukua fimbo iliyokuwa karibu na kumpiga kichaa yule mgongoni mara nyingi sana. Yule kichaa hakuonyesha hasira wala hakujibu kwa hasira, bali alisema tu kwa sauti ya chini sana, mwanangu, usiniumize, huku akiondoka. Basi yule kijana akasema, mtaona kama kichaa huyu atarudi tena, huku akitabasamu na kurudi ndani. Lakini lile neno la mwanangu usiniumize halikumtoka kichwani mwake. Lilikuwa likirudi mara kwa mara neno kama hilo. Hakuwahi kumuona baba yake na hakuwahi kusikia sauti nzito ya kiume ikimwita mwanangu. Hivyo sauti ile ilikuwa ikijirudi mara kwa mara, lakini kwa sababu ya hasira na uchungu alipuuza. Basi duka lake likaendelea kuwa maridadi hapo kijijini kwao. Siku zilivyoenda ndivyo alivyozidi kuajiri watu wengi, na alivyokuwa na jina kubwa na kupata watu wengi maarufu ambao waliwekeza kwake, maana alikuwa ni fundi mzuri hakika. Basi siku moja asubuhi alivyoamka, alikuta uchafu unaonuka katika duka lake. Akakasirika tena, akamuuliza mlinzi wa usiku, huu uchafu ni wa nani? Yule mlinzi akajibu, kuna kichaa mmoja ambaye huja na kulala hapa. Nimekuwa nikimfukuza lakini hata haondoki. Nimempiga lakini bado hurudi tena. Yule kijana akakunja uso na kusema, huyu kichaa ana nini na hili duka? Basi akamwambia yule mlinzi, awamu hii akija, hebu mpige ipaswavyo, na kama kuna lolote litakalotokea juu yake mimi nitalipa, sawa? Yule mlinzi akajibu, ndiyo bosi. Alafu akasema, nitaangalia CCTV usiku wa leo, ikiwa atarudi yule kichaa, ama zangu
ama zake, kwa sababu na wasiwasi na huyu kichaa. Basi usiku ule, kesho yake asubuhi alivyorudi, jambo la kwanza alilofanya ni kufungulia CCTV na kuangalia kwenye video ni nini ambacho kilikuwa kimeendelea usiku ule, na kweli aliona kichaa akishushiwa kipigo usiku ule na yule kichaa aliondoka. Basi siku zikaenda na siku nyingine wazo lilimwingia kuangalia tena ile video ya CCTV, lakini awamu hii alishangazwa kuona yule kichaa sasa anakuja na halali katika duka lake, bali analala chini ya mti jirani na duka lake. Hivyo alitamani sasa kumtafuta yule kichaa na kuongea naye, maana ameonekana sana kuzubaa katika duka lake. Basi siku hii aliamka alfajiri sana saa 11 na akaenda haraka ili kuwahi kama ataweza kumpata yule kichaa pale chini ya mti. Hata alipofika, cha kustajabisha, alikuta damu zikiwa dukani kwake, alafu madaso na makopo ya yule kichaa yakiwa pale pale, lakini yule kichaa hakuwepo. Alishtuka, akakimbia na kwenda kuangalia kwenye CCTV, na alipokuja kuona, macho yalimtoka zaidi kwa kila alichokiona. Unajua aliona nini? Aliona watu waliovalia maski nyeusi wakitoka kwenye gari nyeusi usiku na wakaenda kumpulizia mlinzi wake aliyekuwa amelala pembeni kidogo vitu puani, alafu kisha wakapiga hatua kusogelea duka lake ili kuvunja. Na ghafla yule kichaa aliyekuwa amelala jirani, aliyekuwa akimpiga na kumfukuza kila siku, alisogelea walipo wale majambazi, akapambana nao kuwazuia wasiingie katika duka lake. Basi wale majambazi wakaacha kwanza zoezi la kuvamia na kuanza kupambana na yule kichaa. Bahati nzuri akaanza kupiga kelele, japo hazikuwa na matunda. Kwa muda wale wezi walimchoma yule kichaa ubavuni kwake, alafu kisha wakakimbia kusikojulikana. Basi sauti iliyobaki kichwani kwake ni sauti ya yule kichaa iliyosema, usiniumize mwanangu. Basi kwa uchungu akaanza zoezi la kumtafuta yule kichaa, na bahati nzuri alikuta akiwa amelala katika jalala moja huko, akiwa ametokwa na damu nyingi sana. Kwa huzuni alimchukua na kumpeleka hospitalini. Basi akiwa hospitalini na yule kichaa, mama yake alikuja na kuangalia yule mtu aliyesaidia mali za mwanaye. Jambo la kushtua, mama alisimama kwa kutoa macho, na yule kichaa alivyomuona yule mama akasimama na kuita, Rozi, mke wangu. Kijana akabaki kinywa wazi. Akamuuliza, mama, unamjua huyu? Mama alikimbia kwa uchungu sana, kijana naye akimfuata nyuma akimkimbiza, huku akitoa macho kwa mshangao. Basi maongezi ya kijana na mama yakawa ya utata. Mama, unamfahamu yule kichaa? Mama akajibu na kusema, nisamehe mwanangu. Akauliza, kwani unamjua yule kichaa? Niambie ni nani? Mama akasema, baba yangu ambaye ni babu yako. Baada ya kupewa mimba nilipokuwa shule, alimfuata baba yako na kumwambia kwamba amenipa mimba nilipokuwa shule. Baba yako alimjibu babu yako kwa hasira na kumfukuza. Basi baba aliondoka na kumfanya baba yako kuwa kichaa. Tangia siku ile baba yako alikuwa kichaa, na nilishindwa kukuambia kwa sababu nilikuwa na hofu mwanangu. Kijana akasema, kichaa huyo ndio huyo nilikuwa nampiga pale sokoni? Basi mama akajibu, nisamehe mwanangu. Kijana akasema, mama, ungeniambia tungejua jinsi ya kumfanya huyu mzee. Nimekuwa nikimpiga, leo amekuwa ni mtu wa kusaidia maisha yangu na mali zangu. Kwa nini umenifanyia hivyo mama? Basi kijana akatoka kwa huzuni, huku akikumbuka vile vipigo alivyokuwa akimshushia yule kichaa, na kwenda hospitalini na kumkumbatia na kusema, baba, nisamehe. Akasema, mimi nilishapona ukichaa, mimi sio kichaa tena, lakini watu hawaniamini. Nimekuwa ni mtu wa kuzunguka na mizigo yangu hivyo kama kichaa, kwa sababu sina msaada, sina familia, sina ndugu, na wote hunifukuza na kunitenga. Kwa hiyo imenipasa niishi hivyo hivyo siku zote za maisha yangu mpaka nitakapompata mwanangu. Basi baba akapiga magoti na kusema, nisamehe mwanangu, nilikukataa, lakini adhabu ambayo nimeipata kama kichaa na kuzunguka na kulala nje inantosha. Basi nipokee, nihifadhi tena. Kijana akasema, nimekwisha kusamehe baba yangu, nilikupiga na tayari inatosha. Basi
wakawa wamekumbatiana, na mama akaja na kumkumbatia mmewe na mwanaye, na maisha ya watu watatu yakawa kama yameanza upya. Umejifunza nini katika hii hadithi? Niandikie hapo chini. Naitwa Ricky Jovini. Usiposubscribe, kulike, kushare na kukomenti ulichojifunza, inawezekana usipate tena hadithi nyingine nzuri kama hii. Na asante kwa kusikiliza mpaka mwisho.